Wapenzi wa soka wanasema mpira wa miguu una matokeo ya kikatili sana, si kwenye upande wa dimbani tu, bali hata kwenye maisha halisia yenyewe. Kwa nini nazungumza hivi? Nyakati ambazo zimekuwa nzuri kwa Don Carlo katika viunga vya Santiago Bernabeu katika klabu ya Real Madrid, hakuna aliyetamani haondoke na kuyaacha maisha hayo. Lakini imefika wakati, ni wakati sahihi wa kumwambia Don Carlo, hakika umetutumikia kwa kipindi cha miaka 6. Sasa ni wakati wako wa kutuachia Santiago Bernabeu, Los Blancos, vijana hawa, na kwenda zako huko uendako, na sisi tukaendelea kuipigania Real Madrid na kuendelea kuweka rekodi kubwa sana ulimwenguni. Na wakati tunamwambia Don Carlo, asante kwa yale yote uliyofanya Santiago Bernabeu, asante kwa kuitumikia Real Madrid, asante kwa kufanya makubwa ndani ya Santiago Bernabeu, Los Blancos. Imekuwa hivyo kwa takriban kwa miaka 6. Tumefurahi pamoja, tumelia pamoja, tumerukaruka pamoja, tumeimba pamoja, lakini yote hayo inafika tamati hii leo. Tunashukuru kwa mengi uliyofanya ndani ya Santiago Bernabeu, Don Carlo. Nenda katengeneza historia yako kwa nyingine huko uendako. Hakika ni nyakati ambazo hakuna mwana soka au mpenda soka ambaye angezitamani duniani. Lakini wakati Don Carlo anaambiwa kwa heri katika viunga hivi vya Santiago Bernabeu, imekuwa tofauti sana kwa nguli huyu wa soka aliyefanya makubwa na kuandika historia na kuvunja rekodi za magwiji mbalimbali duniani. Perez amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanalaumiwa hivi sasa kwa kile ambacho anakifanya katika klabu ya Real Madrid. Wameondoka wachezaji mbalimbali ambao wengi hawakuwa wakitamani waondoke kwenye kati walizoondoka. Wameondoka watu wengi kama kina Sergio Ramos, kina Cristiano Ronaldo, kina Karim Benzema, kina Toni Kroos na wengine wengi. Unajua sababu ya Toni Kroos kustaafu soka? Basi sababu mojawapo ni hii hapa. Moja ya tamanio la Toni Kroos ni kutaka kustaafu akiwa ndani ya klabu ya Real Madrid. Na wakati ambao anatamani kuendelea kulisakata kabumbu, basi Perez hakutaka tena kuendelea kuitumikia klabu ya Real Madrid kwa Toni Kroos. Ndipo ambapo alimwambia, sisi tunahitaji kukupa mkono wa kwaheri na hakuna hofa yoyote tunayoiweka mbele yako. Toni Kroos kwa kuwa alitamani sana kustaafu ndani ya klabu ya Real Madrid, aliona basi ni wakati sahihi kwake kutandika daruga, na akaamua kuacha kusakata kabumbu, na akaamua kwenda kufungua akademi yake huko nchini kwao Ujerumani na kufundisha vijana kusakata kabumbu. Hilo limetokea kwa Sergio Ramos ambaye alitamani kurudi pale Santiago Bernabeu na kwenda kutangaza kustaafu soka rasmi wakati wa dirisha dogo la usajili. Imekuwa tofauti sana baada ya kelele hizo kupigwa, kwa sababu Perez hakutaka kumwona kijana huyu ambaye aliondoka Santiago Bernabeu kwa ajili ya kwenda kutafuta pesa sehemu nyingine, na kumwambia, uliondoka Santiago Bernabeu kwa sababu ya pesa, hasiwezi nikakurejesha tena Santiago Bernabeu. Nenda kaendelee na maisha yako ya kandanda. Na pia hiyo ni moja kati ya sababu kubwa sana kwa Real Madrid kuteseka na kusumbuka msimu huu. Hebu jaribu kujiuliza na kutafakari, endapo Sergio Ramos angerejea katika viunga vya Santiago Bernabeu, asingewasaidia msimu huu na angalau kuambulia taji lolote? Real Madrid imesumbuka sana msimu huu kwenye upande wa mabeki, na ndio maana mpaka hivi sasa hawakufanikiwa kutwaa taji lolote lile. Wameagawa mataji kadhaa kwa masimu wao Barcelona, lakini pia hata UEFA Champions League kwa msimu huu wameikosa, na mataji mengine mengi. Wanaenda katika Club World Cup. Je, wataambulia chochote Real Madrid? Angali wana wachezaji wengi majeruhi, ikiwa pamoja na mabeki wao.
Vile vile kwa Cristiano Ronaldo, kwa mengi aliyoyafanya ndani ya klabu ya Real Madrid, hakuna aliyetarajia Cristiano Ronaldo kuondoka kwa namna ambavyo aliondoka pale Santiago Bernabeu katika klabu hiyo ya Los Blancos Real Madrid. Ni wengi ambao wameondoka, Casemiro kutimkia Manchester United na wengine wengi. Mpaka hivi sasa katika wachezaji ambao wametwaa makombe matatu mfululizo ya UEFA Champions League, amebaki mchezaji mmoja tu ambaye anafahamika kama Carvajal. Wengine wote wameondoka Los Blancos, Santiago Bernabeu pale Real Madrid. Huu ni wakati wa kusema kwa heri kwa nguli, fundi wa kabumbu, mchezaji ambaye amejaliwa au amepambwa kwa kipaji cha soka cha hali ya juu. Huyu ni mwamba aliyezaliwa katika ardhi ya Croatia mnamo Septemba 9 mnamo mwaka 1985 na kucheza katika eneo la katikati kama kiungo wa kati na kiungo mshambuliaji. Mchezaji huyu wengi hupenda kumuita mtakatifu, na ni moja kati ya kipaji kinachoondoka kikiwa na utamu wake dimbani. Kama ilivyokuwa kwa swahiba wake Toni Kroos aliyestaafu msimu uliopita, ndivyo ilivyo kwa nguli huyu na fundi huyu wa kabumbu ulimwenguni. Luka Modric ametangazwa kuondoka viunga vya Santiago Bernabeu baada ya Club World Cup ya FIFA mwaka 2025. Na wakati Luka anaondoka katika viunga hivyo, ni kuambie tu alikoanzia karia yake ya soka. Alianzia katika klabu ya Dinamo Zagreb 2003 huko nchini kwao Croatia. Kabla ya uhamisho wa kwenda katika klabu ya Bosnia Herzegovina, basi moja kwa moja Luka Modric alitumika katika klabu hiyo ya Dinamo mpaka mwaka 2005 alipoweka na kufanya vizuri sana, ndipo alipofanya uhamisho wake na kwenda kwa bingwa wa Europa League katika ligi nambari 1 kwa ubora duniani. Luka mtakatifu aliongoza Tottenham Hotspur kufuzu UEFA Champions League kwa mara ya kwanza 2010 baada ya kukaa miaka 50. Mtakatifu alihamia katika klabu hiyo ya pale nchini Hispania ambaye inafahamika kama Real Madrid yenye dimba lake la Santiago Bernabeu na kupenda kujiita Los Blancos kwa dau la uhamisho wa euro milioni 30. Msimu wake wa pili ndani ya viunga vya Santiago Bernabeu alishinda taji lake la kwanza la UEFA Champions League katika karia yake ya soka wa mpira wa miguu, ambapo mpaka hivi sasa Luka Modric anaondoka katika timu hiyo ya Real Madrid. Anaondoka akiwa amebeba mataji takriban 6 ya michuano hiyo mikubwa pale barani Ulaya ya UEFA Champions League, ambako alilibeba kombe hilo mwaka 2014, 16, 17, 2018, 2022 na 2024. Wakati Zinedine Zidane Zizou anachukua kombe hilo la UEFA Champions League mara 3 mfululizo, Luka Modric alikuwa miongoni mwa wachezaji waliokuwa katika kikosi chake na alitajwa kwenye kikosi bora cha msimu huo katika michuano hiyo ya UEFA Champions League. Kwa pamoja ameshinda mataji 28 akiwa na Real Madrid, akiunganisha makombe 6 ya UEFA Champions League, Club World Cup mara 5. Na je, kwa safari hii wakati anaenda kucheza na kuaga katika viunga vya Santiago Bernabeu, atafanikiwa kuchukua taji hili na kuweka historia ya kuchukua taji lake la 6 la Club World Cup kwa msimu huu wa 2024? Alikuwa La Liga 4, Super Cup mara 5, Copa del Rey, Super Cup mara 5, Croatia mara 2, Croatia Super Cup mara 1.
Hayo ni mafanikio ya timu kama timu na mataji ambayo amefanikiwa kuchukua, ikiwa ni jumla ya mataji hayo 28. Luka Modric amevunja rekodi mbalimbali duniani. Amevunja moja kati ya rekodi ambayo wachezaji wengi wamefeli kuivunja kwa kipindi kirefu. Toka mwaka 2007 hakuna mchezaji aliyefanikiwa kuingia katika kinyang'anyiro cha kugombea tuzo ya Ballon d'Or katikati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Katika nambari 1 na nambari 2 walikuwa wanasimama wachezaji hao wawili. Lakini mnamo mwaka 2018 Luka Mtakatifu alifanikiwa kuingia katikati ya wachezaji hao na kufanikiwa kuichukua tuzo hiyo mbele ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, ambao waliweka ufalme wao kwa miaka 12 bila mchezaji mwingine kuingilia ufalme wao wa miamba miwili ya soka kuchuana katika tuzo hizi za Ballon d'Or ulimwenguni. Baada ya kutoa tuzo hii ya Ballon d'Or mnamo mwaka 2018 ambaye alichukua Best FIFA Men's Player pamoja na UEFA Men's Player, basi Luka Modric aliendelea kuweka rekodi mbalimbali ulimwenguni. Licha ya kuchukua mataji mbalimbali, kuchukua tuzo mbalimbali kama mchezaji binafsi. Na mnamo mwaka 2018 wakati akiingia fainali ya World Cup ambako Croatia ilicheza dhidi ya Ufaransa na kuwa mshindi wa pili wa michuano hiyo ya kombe la dunia, basi Luka Modric alishinda tuzo mbalimbali ulimwenguni kwa wakati huo. Ameshinda Best Player of the Year mara 3 mfululizo. 2019 alipata kiatu cha dhahabu kwa maana ya Golden Foot Award for the career. Luka Modric kwa mara ya kwanza anavaa uzi wake wa timu ya taifa. Ilikuwa ni katika mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Argentina mnamo Machi mwaka 2006 wakati wakikipiga katika mchezo wa kirafiki. Toka hapo Luka Mtakatifu hakuwahi kuacha kuvaa uzi wa timu yake ya taifa ya Croatia. Toka mwaka 2008 mpaka mwaka 2024 timu yake haikuwahi kuacha kushiriki michuano ya UEFA Euro, na toka hapo pia katika kila michuano ya kombe la dunia. Wamekuwa wanashiriki toka 2006 mpaka mwaka 2022, na toka hapo Luka Mtakatifu amekuwa akiongoza timu hiyo katika michuano mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Euro, ikiwa ni pamoja pia na kombe la dunia na michuano mingine, pamoja na michezo ya kirafiki ya timu yake ya taifa ambayo hupangwa na FIFA. Mnamo mwaka 2018 aliongoza timu yake ya taifa ya Croatia iliyofanikiwa kufika fainali katika michuano hiyo ya kombe la dunia ambayo ilipigwa dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa, na ndipo alipoibuka kuwa mchezaji bora wa mashindano. Mwaka 2021 aliibuka kuwa Most Copa Player, na 2022 aliongoza Croatia kwenye kombe la dunia hadi mshindi wa 3 ambao ilicheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Michuano hiyo huchukua tuzo mbalimbali. Alichukua tuzo ya Bronze Ball kama third best player na kutajwa kama mchezaji bora wa Croatia mara 13 toka mnamo mwaka 2007 hadi 2024. Kwa ziada na si kwa ulazima, alitajwa kama Best Balkan Athlete of the Year kwa mwaka 2018. Luka Modric anatangaza kuondoka katika viunga vya Santiago Bernabeu akiwa na umri wa miaka 39, akiwa ametumikia timu yake ya taifa kwa ngazi mbalimbali. Luka Mtakatifu ametumikia timu yake ya taifa na kuiongoza katika ngazi mbalimbali ambazo mwanasoka yeyote basi anapenda kuitumikia timu yake ya taifa, kama ambavyo ilikuwa kwa Luka Mtakatifu ambaye alitumikia timu yake ya taifa kwa ngazi mbalimbali. Mnamo mwaka 2001 alitumikia timu za vijana katika
taifa lake la Croatia nyakati mbili tofauti. 2001 hiyo alitumikia timu yake ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 15 katika michezo miwili. Timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 mnamo mwaka huu 2001 katika michezo miwili. Michezo 7 katika vijana chini ya umri wa miaka 18, michezo 11 katika vijana chini ya umri wa miaka 19 2003 hadi 2004, michezo takriban 15 katika miaka 2004 2005. Mnamo mwaka huo alitumikia timu ya taifa ya under 21. Na katika timu yake ya taifa ya senior timu 2006 alitumikia katika michezo takriban 186. Na hivyo ndivyo ambavyo alitumika katika ngazi mbalimbali kuipigania timu zake za taifa. Haijalishi ni kwa umri chini ya miaka mingapi, haijalishi ni senior timu au ni vipi. Luka Modric alivaa uzi wa Croatia na kupambania taifa lake katika nyakati hizo tofauti. Santiago Bernabeu imekuwa ni sehemu ya kuandika historia na kuweka rekodi kwa wachezaji mbalimbali ulimwenguni. Ni tamanio la wachezaji wengi wanaochipukia, wanaotaka kubeba mataji pamoja na tuzo tofauti ulimwenguni binafsi. Mtakatifu Luka Modric anaondoka ndani ya viunga vya klabu ya Real Madrid mpaka hivi sasa akiwa ameifungia timu hiyo takriban magoli 43 katika miaka yake 10 aliyotumikia Los Blancos Real Madrid, na akiwa ametoa assist 95 kwa maana ya pasi za magoli. Ndani ya viunga vya Tottenham Hotspur pale nchini Uingereza ameifungia timu hiyo magoli 17 na assist 24, huko nchini kwao alikotoka Dinamo Zagreb ameifungia klabu hiyo magoli 29 na kutoa assist 21. Number never lie. No data, no right to speak. Hivyo ndivyo wataalamu wanavyosema. Wewe ni nani uweze kudanganya? Hakuna aliyeshuhudia talanta hii kubwa ya soka anayetamani talanta hii iondoke kwenye kati hizi. Anaondoka tu ndani ya viunga vya Santiago Bernabeu na si kuondoka katika ulimwengu wa kandanda. Tunaweza tukamshuhudia pengine anaenda kukipiga katika klabu nyingine, licha ya kwamba matamanio yake ni kutaka kustaafu au kutandika daruga akiwa ndani ya klabu ya Real Madrid. Katika Club World Cup ambayo ni inafanyika pale nchini Marekani mnamo mwaka huu 2025, vipi Luka Modric atakubali kuondoka ndani ya viunga vya Santiago Bernabeu bila kutangaza kutandika daruga? Tusubiri tuone nini kitatokea. Atakubali kuacha mpira na kutangaza kutandika daruga, au ataamua kwenda kustaafu au kutangaza kutandika daruga pahali pengine baada ya kuendelea na maisha yake ya kandanda? Hakuna mwanasoka au mpenzi wa soka anayetamani talanta hii iondoke kwa hivi sasa, kama ilivyokuwa kwa Toni Kroos, Marcelo 12, Cristiano Ronaldo, Di Maria pamoja na wachezaji wengine mbalimbali ambao wameondoka katika viunga vya Santiago Bernabeu kama vile Karim Benzema, Gareth Bale pamoja na wengine wengi. Na kuachia swali moja, mwana kabumbu. Unadhani ni nini kinachochangia wachezaji wenye talanta kubwa kutumika kwa kipindi kidogo sana? Nikukumbushe kwa Mesut Ozil ambaye na yeye alitandika daruga kwa kipindi ambacho wengi hawakutarajia. Vile vile kwa Toni Kroos, nyakati ambazo wengi hawatarajii kumuona kitandika daruga ndizo nyakati ambazo yeye alitangaza kutandika daruga. Vivyo hivyo kwa wachezaji mbalimbali ambao wametandika daruga mapema sana.
Varane inaeleweka ametandika daruga kutokana na majeraha ambayo ameyapata na kumweka nje, lakini haikuwa matamanio yake. Dondosha komenti yako hapo tuweze kujua una mtazamo gani na una maoni gani katika hili. Makala hii imeandikwa nami Ludovica Gastori. Ukipenda zaidi unaweza kuniita VICA7. Kwa habari na matukio mbalimbali endelea kubaki hapo ndani ya Rimoi Digital.